Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mtazamaji wangu, ndiyo tarehe kamili ya mazishi yake Johana Ng'eno. Mtazamaji wangu, kuna jambo ambalo limeweza kuzungumziwa pakubwa katika mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Kithure Kindiki ni baadhi ya viongozi waliokuwa katika hafla hiyo ya mazishi yake Mheshimiwa Johana Ng'eno ambaye aliweza kuaga dunia kwa ajali ya ndege. Mtazamaji wangu, ijapokuwa familia yake Mheshimiwa Johana Ng'eno waliweza kudai kwamba haitakuwa ni jambo la busara kushuhudia viongozi wa serikali Kenya Kwanza katika mazishi ya jamaa wao, leo hii Mheshimiwa Kithure Kindiki pamoja na viongozi wengine wameweza kujitokeza. Ila mtazamaji wangu, kuna jambo ambalo Mheshimiwa Kithure Kindiki ameweza kulizungumza na kuzua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii. Mila na desturi ama katika ratiba yake Mheshimiwa Kithure Kindiki katika rali za hivi karibuni ambazo amekuwa akizifanya, kuna neno la mimi ni fire si fire amekuwa akilianzisha mno. Leo hii katika mazishi haya yake Johana Ng'eno, Mheshimiwa Kithure Kindiki alipoweza kuanzisha hotuba yake, ameweza kuweka hadharani kwamba hatakuwa akitumia maneno ya mimi ni fire si fire. Mtazamaji wangu, jambo hili wengi wameweza kulikashifu na kumkosoa Mheshimiwa Kithure Kindiki. Ni kweli siasa za mwaka 2026 ama 27 nchini Kenya zimeweza kung'oa nanga rasmi, ila ijapokuwa Mheshimiwa Kithure Kindiki asingekuwa akitamani kuzungumzia kauli ya mimi ni fire si fire, asingeweza kuzungumzia kabisa kauli hiyo kwa kimafumbo ama kwa njia yoyote ile, ila mbona ameweza kuizungumza? Sasa mtazamaji wangu, ningependa iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa mtazamaji wangu, uweze kulike video hii na kuishare kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Kithure Kindiki akiwa ndiye naibu wa rais katika siasa ama katika uongozi wake Rais William Ruto, mtazamaji wangu, kauli ya mimi ni fire sio fire amejaribu kuizungumzia na kudai kwamba hatakuwa akizungumza katika hotuba ama katika uwepo wake kwa mazishi yake Mheshimiwa Johana Ng'eno. Kwanza kabisa ni rest in peace Johana Ng'eno, ila kauli yake Mheshimiwa Kithure Kindiki katika hafla hii, mtazamaji wangu, isingeweza kuweka maana yoyote ile nzuri kwa familia, hasa kutokana na mvutano ambao upo kati ya familia yake Johana Ng'eno pamoja na uongozi wake Rais William Ruto. Mtazamaji wangu, tumekuwa tukishuhudia mmoja wa jamaa wa familia yake Mheshimiwa Johana Ng'eno aliweza kuweka hadharani kwamba ajali iliyoweza kutokea na kusababisha kifo chake Johana Ng'eno ni ajali ambayo iwapo itaweza kuchunguzwa kwa undani, basi kuna mengi ambayo yataweza kufichuka, na hata baadhi ya watu walioko serikalini wakawa na maswali ya kujibu. Na mtazamaji wangu, kauli hii imeweza kuchukuliwa na uzito mno na serikali na familia na familia yake Johana Ng'eno. Mtazamaji wangu, tumekuwa tukishuhudia jinsi gani ambavyo Johana Ng'eno amekuwa akifanya siasa zake na pia kusimama na wananchi ambao wapo tayari kwa taifa jipya liweze kupatikana nchini Kenya. Na mtazamaji wangu, sio jambo geni kama jinsi ambavyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua hapo nyuma amekuwa akizungumzia ajali ya ndege. Pia kauli nyingine ambayo iliweza kuzungumzwa na kiongozi mkuu wa chama cha Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na hivi sasa ama hivi punde kuna kiongozi ambaye yupo kwa macho ya vijana Gen Z ambaye ni Mheshimiwa Edwin Sifuna. Moja ya kauli aliyokuwa ameweza kuizungumza awali ya kwamba kiongozi yoyote yule ambaye atakaua akitumia usafiri wa ndege ama wa chopa aweze kuhakikisha ya kwamba katika chopa hiyo ama ndege hiyo anayezidi kuisafiria kuweze kuwepo na viongozi wawili
ama watatu wa chama chake Rais William Ruto, chama cha UDA. Mtazamaji wangu, siku zote katika serikali hakuna kitu huwa kinatokea kwa bahati mbaya. Sio kweli mtazamaji wangu. Na siku zote kile ambacho kinazidi kuzungumzwa ni kipo ama kitaweza kuwepo. Na siku zote ukweli mtazamaji wangu, ukweli utaweza kudumu, utaweza kuchukua muda mrefu kujitokeza, ila mwisho siku ukweli utasalia kuwa ukweli. Sasa ukweli hapa hivi umeweza kujitokeza leo hii katika mazishi yake Mheshimiwa Johana Ng'eno. Familia yake Mheshimiwa Johana Ng'eno kwa kweli ipo na kipindi kigumu kwa kumpoteza jamaa wao, pamoja na idadi kubwa ya wananchi waliokuwa wameweza kujitokeza ambao walifurahishwa na uongozi wake Mheshimiwa Johana Ng'eno. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kweli imekuwa ni hafla ya mazishi, ila kile kimeweza kukumba viongozi walioko serikalini. Mtazamaji wangu, ndipo ambapo nakufahamisha wazi ama nakwambia ya kwamba chochote kile kinachozidi kutokea kwa serikali sio kimeweza kutokea kwa bahati mbaya, bali kuna kitu ambacho kimeweza kujificha baada ya jambo hilo kutokea ama lilipoweza kutokea. Na mtazamaji wangu, ndipo ambapo tumeshuhudia jinsi ambavyo Mheshimiwa Kithure Kindiki kauli ya mimi ni fire sio fire asingeweza kuizungumza, na iwapo mtazamaji wangu Mheshimiwa Kithure Kindiki angeweza kujaribu mimi ni fire sio fire, mtazamaji wangu, leo hii jibu ambalo angeweza kulipata Mheshimiwa Kithure Kindiki, mtazamaji wangu, ingeweza kuweka historia kubwa, kwani sote tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Kenya hivi sasa wanazidi kupendekeza mno uongozi ulioko madarakani uweze kuhudumu kwa muda ulioweza kubaki, na ifikiapo mwaka 2027 uchaguzi mkuu utakapoweza kufanyika, basi viongozi wapya waweze kuchaguliwa. Mtazamaji wangu, mimi hapa nina swali ambapo ningependa niweze kukuuliza. Chini ya uongozi huu wa Kenya Kwanza unaozidi kuongozwa naye Rais William Ruto na Mheshimiwa Kithure Kindiki, je, ni ajali ngapi ambazo zimeweza kutokea na kugharimu maisha ya viongozi mashuhuri, viongozi ambao wapo tayari kufanya mabadiliko katika jamhuri hii ya Kenya? Mimi hapa sitaweza kuwataja, ila kama nitaweza kulazimika nitakutajia kiongozi kama Francis Ogola. Mtazamaji wangu, linganisha uongozi huu wake Rais William Ruto na Mheshimiwa Kithure Kindiki. Ni viongozi wangapi mashuhuri ambao wameweza kuaga dunia chini ya uongozi huu? Na mtazamaji wangu, ndipo ambapo nitaweza kukuambia wazi ya kwamba chochote kile kinachozidi kutokea katika serikali huwa sio bahati mbaya. Hivyo basi itakuwa ni jambo ambalo limeweza kupangwa. Hivyo basi tutabaki na maswali. Je, ajali hii yake Mheshimiwa Johana Ng'eno ni ajali ambayo iliweza kupangwa? Mimi hapa sina maoni, ila kila kitu kipo wazi na kila kitu kinazidi kuzungumzika na mengi yanazidi kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii. Je, leo hii Mheshimiwa leo hii Mheshimiwa Kithure Kindiki angeweza kujaribu mimi ni fire sio fire? Je, ni kipi kingeweza kumkuta Mheshimiwa Kithure Kindiki? Sio siri, watu wengi waliokuwa katika mazishi huko Narok, mazishi ya mwenda zake Johana Ng'eno, mtazamaji wangu, wasingeweza kujibu ni fire iwapo kiongozi wao aliweza kuaga dunia kupitia ajali ambayo iliweza kuwa ya ndege, ambayo ndege hiyo ilipoweza kuanguka ikaweza kuwaka moto na kugharimu maisha ya watu takriban 6 waliokuwa ndani ya ndege hiyo, akiwemo kiongozi ambaye ni MP ama mbunge Mheshimiwa Johana Ng'eno. Hivyo basi mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, na pia tufahamishe maoni yako kwa kauli yake Mheshimiwa Kithure Kindiki. Je,
ingeweza kujibiwa na iweze kuwa ya furaha kama ilivyozoeleka na baadhi ya watu wanaozidi kujibu, ama leo hii ingeweza kujibiwa na iweze kuwa ya kumpa kipindi kigumu Mheshimiwa Kithure Kindiki. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.